Meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maximilian Materange amewataka vijana jijini Arusha kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo jijini humo, ikiwemo fursa za ufugaji wa samaki katika kingo za mito mikubwa inayopita katikati ya jiji hilo na fursa ya ufugaji wa nyuki wadogo, ambapo pia ameendelea kuwafungua vijana kuchangamkia fursa za mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri hiyo ya jiji, ikiwa ni 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake na 2% kwa watu wenye ulemavu. Amesema mpango huo ni uwezeshaji wa serikali kwa vijana katika kuinua uchumi wa vijana. Mheshimiwa Meya amesema hayo wakati akizindua programu ya Agritourism, kilimo utalii, iliyoandaliwa na kampuni ya Gongali Models, program inayolenga kutoa mafunzo ya siku 80 kwa vijana wanaoshiriki katika mafunzo hayo, wakijifunza kuhusu fursa za kilimo utalii, ambapo baada ya wanafunzi hao kuhitimu mafunzo watapatiwa vyeti vya hadhi ya NACTVET. Mafunzo haya ya Agritourism, kilimo utalii, yanafanyika katika hoteli ya Nano Filter House iliyoko Njiro hapa jijini Arusha. Jiji la Arusha tuna mpango wa kutengeneza mizinga ya nyuki wadogo milioni 2. Je, kwenye hiyo fursa nyinyi mko wapi? Kwenye hiyo fursa nyinyi mko wapi? Nyuki wadogo ni wale wanatengeneza asali ya nini? Ya dawa. Kuna fursa kubwa sana kwenye jiji letu. Kwa mfano nimeambia ufugaji wa nyuki ni fursa. Arusha ina mito 5, ufugaji wa samaki ni habari ya mjini. Sasa hivi tunataka Arusha tujitosheleze kwa nini? Kwa lishe ya samaki. Badala ya kuchukua samaki Mwanza, badala ya kuchukua samaki Dar es Salaam na kwingineko, tunataka tujitosheleze hapa. Jiji inatoa mikopo ya vijana, akina mama na watu wenye ulemavu, ambako nyinyi kiwaangalia nani? Ni vijana. Awali akieleza kuhusu matokeo chanya ya programu hiyo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Gongali Models Profesa Square Hilonga amesema programu hiyo ni endelevu na kuwasihi vijana jijini Arusha na maeneo mbalimbali nchini kuendelea kuhamasika kujiunga na programu hiyo ili wanufaike na fursa zilizopo, na kwamba kwa wale ambao watahitaji kuendelea kujiunga bado nafasi zipo na wanaweza kupiga simu namba 0787303091 kwa simu za kawaida na simu za WhatsApp. Tunautambua mkoa wetu kwamba ni mkoa wa utalii. Kwa hiyo kufanya kitu cha kiutalii Arusha, tayari hiyo ni max kubwa sana tumeshaipata hapa, kwa sababu tunafanyia kwenye eneo la tukio. Kwa kilimo Arusha pia iko mbele. Kwa hiyo sekta zote hizo mbili za kilimo na utalii ni sekta kubwa Arusha. Kwa hiyo tunatoa mafunzo yatakuwa ya siku 80 na leo ndio siku ya kwanza tumeanza. Hatutahusisha Jumamosi na Jumapili, itakuwa siku za kazi tunazihesabu zijae 80. Ukizijaza hizo unapata cheti ambacho kinatambuliwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania chini ya NACTVET. Mheshimiwa Meya, tunashukuru sana kwa nafasi ya upendeleo ambayo umetupatia ya kuja kufungua mafunzo haya ya Agritourism. Huu ni mwanzo ambao tunajua kwamba tutafika mbali sana, na hii siku itakuwa ni siku ambayo imeweka misingi ya muhimu sana. Hii speech ya leo itakumbukwa sana. Na nashukuru kwamba hata kwenye maelezo yako hujahangaika sana na kile kinachoenda kufundishwa, umehangaika sana na mindset za watu, ambacho ndio kitu kikubwa. Fursa hizo zipo, lakini mtu anawezaje kuziona? Naitwa Levina Brastus, nimesomea mambo ya biashara, ni mhitimu wa usimamizi wa biashara kwa ngazi ya degree. Mimi pia ni mshiriki kwenye haya mafunzo ya Agritourism, ambayo ni moja ya fursa ambayo mimi kama kijana naifurahia, kwa sababu fursa hazijitokezi mara nyingi. Kwa hiyo tunafurahia kwa sababu tunapata nafasi ya kujifunza. Natazamia kwamba hiki tunachokiwekeza sasa hivi au tunachokipata sasa hivi, kwamba baadaye kitatufanya sisi vijana kwamba tuwe na uchumi ambao ni wa kujitegemea, tuwe na uchumi, yani tutoke kwenye vile vikwazo vya kiuchumi ya kutegemea ajira tena. Kwa majina naitwa Delfinus Roemam, ni mshiriki wa mafunzo ya Agritourism yanayoendeshwa na Profesa Ilonga. Impact au unaweza kusema matokeo ya mafunzo ya baada ya kuhitimu, najiona mafunzo haya yakibadilisha maisha, kwa sababu ni sehemu ambayo utapata mafunzo yatakayotufanya tuwe wajasiriamali wa kujitegemea.